Naam, lishe kwa ufugaji wenye faida na endelevu hapa nchini. Ikiwa ndani ya kipindi hiki cha Alasiri kwa leo tunaye Lucy Msanga kutoka kampuni ya Three-Show Hester, meneja ya uhusiano na wateja. Karibu sana kwa hakika. Asante kwa mara sana. nyingine leo tupo na Three-Show mpaka kieleweke katika masuala ya ufugaji. Haswa. Karibu sana kwa hakika. Asante. Ndio. Tunasema lishe kwa ufugaji wenye faida endelevu nchini. Hii inamaanisha nini? Kipengele cha lishe kwenye ufugaji kwa ujumla kimechukua nafasi kubwa sana, lakini watu kwa kutofahamu, kwa kutojua, tunakichukulia rahisi na tunapoteza kwa sababu hatukidhi mahitaji ya wanyama husika kwa kucompromise kwenye lishe. Sasa sisi Three-Show Exim Limited tunadili na vitu vingi sana, lakini leo tunaelezea tu lishe, kwamba tunahakikisha kwamba mfugaji ili afuge kwa faida, afuge apate tija na tasnia isimame vizuri, tuweke mambo sawa kwenye lishe. Kwenye lishe huko, kwa nini lishe? Lishe itakusaidia ukikidhi mahitaji ya mnyama husika kwa wakati husika, ndipo tutapata ile pata faida ambayo inastahili na ufugaji utakuwa endelevu. Sasa sisi kama Three-Show kwenye lishe tumejitahidi sana kuhakikisha tunampa yule mfugaji. Unajua wanyama ni wengi, sisi tunaongelea wanyama wakubwa ambao mara nyingi wanyama wanatumia majani, hasa ng'ombe, mbuzi au kondoo. Kitaalamu tunaita ruminants. Hasa ruminants, mtu atasema wanajipatia majani, wanaenda wanachungwa, watakidhi mahitaji yao. Hapana, hali ya hewa inabadilika, yale majani ubora wake unatofautiana sana kutokana na nyakati tofauti. Kwa kukidhi mahitaji ya mnyama husika ili kupata faida ambayo mteja anatarajia, uzalishaji mzuri na ukuaji mzuri, inakuwa ni changamoto. Kwa sisi tumekutengenezea kitu kimoja kinaitwa macropack. Hiyo macropack, pamoja na kwamba wanyama wataenda watafugwa, watapata hivyo virutubisho kutokana na yale majani na vitu mbalimbali huko shambani, lakini tunashauri kwamba waongezewe nyongeza hiyo katika nyanja mbalimbali: madini, vitamini, vichocheo ukuaji, vichocheo vya uzalishaji. Sasa sisi tukasema huyu mfugaji tunamsaidiaje? Tukamtengenezea macropack ambayo itamsaidia yule mfugaji, aidha atachanganya na pumba, na hiyo macropack maana yake itakuwa na vitamini, vichocheo vya ukuaji, vichocheo vya uzalishaji, ili waweze kukua vizuri na uzalishaji uweze kuwa vizuri na ufugaji uweze kuwa watija na mtu aweze kupata faida nzuri na uweze kuwa endelevu zaidi. Macropack. Yeah. Nashiriki maonesho ya Tri-Nation Livestock Expo kwa mwaka huu. Ndio. Juni 19. Ndio. Pale Chalinze. Yeah. Nini mipango yenu? Sisi mipango yetu ni kuendelea kuelimisha wafugaji, wahakikishe kwenye lishe wasimame imara na sisi ili waweze kufuga kitaalamu, kwa maana ya kwamba kipengele cha lishe tukichukulie serious kabisa, kwa maana ya kwamba tuhakikishe tunakidhi yale mahitaji ya mnyama husika kwa wakati au kulingana na stage yake ya uzalishaji au ya ukuaji. Na sisi tutakuwa pale wataalamu mbalimbali, vet doctors, animal scientists, sisi ndio wataalamu wa lishe, na kuna para professional, wale watu wa diploma animal health and production. Kwa tuko hapo tumejikita kuwaelimisha wasifuge kimazoea, wafuge kitaalamu, na kwa kutumia hiyo macropack watapata uzalishaji ambao ni mzuri kiasi kwamba, kwa mfano ng'ombe wa maziwa kama ilitakiwa atoe maziwa lita 2, unakuta anatoa nusu lita, yule mtu atapata faida. Je, faida hiyo imefichwa wapi? Imefichwa kwenye lishe ambayo ni kipengele kikubwa sana katika ufugaji huo. Watu wengi hawajui ni asilimia kubwa sana inategemewa na nini? Na lishe. Kwa sisi tuko pale kutoa elimu, na elimu yetu sisi ni endelevu na tunaendelea kutoa kila itopo leo. Ila pale Ubenazomozi tutakuwepo kutoa elimu zaidi, watu waweze kuelewa zaidi. Maana watu wengi wamekosa awareness. Tuko pale kwa ajili ya hilo. Wakishiriki hao wafugaji wakija katika maonesho hayo, ndio utamwambia nini mfugaji ambaye hafati lishe bora kwa wanyama wake? Mfugaji ambaye hafati lishe bora kwa wanyama wake atakuwa anapoteza pesa yake kwa katika ufugaji huo. Ni bora akaacha kufuga. Sasa ili sisi tunamhakikishia kwamba asiache kufuga, tunakuwa naye Bennett kumwelimisha aelewe umuhimu wa lishe hiyo, na tunaambatana naye. Na bahati nzuri sisi bidhaa yetu sisi ni bei rahisi kabisa kiasi kwamba mtu anaweza ka afford, na ndio maana tumemchanganyia sehemu moja, kwa hiyo itamsaidia. Yeah. Sasa ndio
Na bila shaka bidhaa hizo zitapatikana pia katika siku ya maonyesho. Siku za maonyesho zitakuwepo pale. Sambamba na hilo, tutakuwa na virutubisho kuchanganya kwenye maji kama madini, vichocheo vya ukuaji vitakuwepo hapo, dawa za kuogeshea hawa wanyama zitakuwa ziko hapo, kuua wale wadudu ambao wanawashambulia zitakuwa ziko hapo, na sisi wataalamu tutakuwa tuko pale. Ndio. Kwa tujiandae. Kabisa, tujiandae. Hakikisha tunahudhuria na tunajifunza kutoka Threshold. Sahihi kabisa. Vema sana. Ndio. Sisi tunakushukuru sana kwa tunawapataje pia Threshold? Kwa sisi na mko mikoa mingapi mpaka hivi sasa? Yes, asante. Sisi makao makuu ni Dar es Salaam, tunapatikana Ubungo External karibu na Mabibo Hostel, na tuna matawi mbalimbali. Lengo letu sisi ni kuwafikia wafugaji wengi sehemu zao huko ili wasipate shida kufuata Dar es Salaam. Kwa hiyo tumefungua matawi sehemu mbalimbali na tunaendelea kufungua. Mpaka sasa tuna matawi 5 ambao kanda ya Ziwa iko Mwanza, tuko Arusha, tuko Morogoro, tuko Mbeya, tuko Dodoma. Na wataalamu wetu hawalali. Hata hapa ninapoongea wanazunguka huko. Wanaingia poli kwa poli ili kuhakikisha wanamfikia huyu mfugaji, kutoa elimu na kumpa bidhaa ambayo inastahiki, kwa sababu sisi tunaamini lishe ikiwa vizuri na kinga ni bora kuliko tiba. Kwa mambo yanakuwa vizuri, mfugaji anafuga kwa tija, mambo yanaenda vizuri kabisa. Sasa tunakushukuru sana Lucy na tuwatakie maandalizi mema kwa ajili ya maonyesho ya Tri-Nation. Asante sana, tunawashukuruni pia. Ni Lucy Msanga, meneja wa uhusiano wa mteja kutoka kampuni ya Threshold au Hesta, ambaye tumezungumza naye hapa wakiwa na lishe bora kwa hawa ruminant, wanyama hawa ruminant wenyewe wakisema ng'ombe, mbuzi pamoja na kondoo. Maonyesho ya Tri-Nation Livestock Expo yatafanyika Juni 19 hadi Juni 21 pale Chalinze Pwani, akiandaliwa na Mbogo Ranch.